السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie mtume wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, nadhani kwanza kabla tujaingia upande wa chakula, kuna hii tulikuwa tunaagiza, tunawaitisha Waislamu, ingawa kumekuwa na challenge sana. Hii ndio tulikuwa tunataka microphone ya kuadhinia na kufanyia hutuba inshallah. Na mimbari yetu baada ya siku 2-3 itakuwa imekuja, ni rangi tu inamaliziwa. Ni rangi inamaliziwa. Manake mimbari nayo inataka itengenezwe kiustadi, mtaiona mashallah wakati tutaleta. Mambo ya msikiti tulikuwa tunawaambia ilikuwa imebaki hii, ilikuwa imebaki hiyo, mambo mengine na tumemaliza hiyo alhamdulillah. Ni mambo ya kufix zile on speaker na nini, yote tumemaliza. So hii mambo ya hii msikiti tumemaliza alhamdulillah. Na kuna ndugu yetu ambaye ndio alitupa mambo ya ceiling, mashallah alhamdulillah, na bado ametutuma na chakula hapa. Na tunaomba Waislamu ama wale ambao tuko hapa tumfanyie Fatiha. Huyu ndugu yetu anajitolea sana katika mambo ya kusaidia, anafanya juhudi juu chini, ana make sure kumepatikana chakula, na tukiingia katika programu yote pia ana chip in. So tumsomeni suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mwenyezi Mungu ampe afya, Mwenyezi Mungu ampe umri wenye baraka, Mwenyezi Mungu amwangalilie mambo yake namna anavyoangalia mambo ya dini, na hivyo hivyo Mwenyezi Mungu amstiri. Na kuna ndugu yetu kutoka Ufaransa anaitwa Hasani, naye tumfanyie Fatiha. Ndugu yetu huwa ako katika mstari wa mbele katika mambo ya khairat. Amenieleza kuna mambo hapa na pale kidogo yameshikana, tumuombeeni dua Mwenyezi Mungu amfungulie mambo yake, kwa sababu hawa ndio watu huwa wanasimama wakisikia kuna jambo la khairi linatakana, wako mstari wa mbele. Wakisikia kuna mafuta mnataka labda ya gari nini kusafiri, wako mstari wa mbele. So tumfanyie dua huyu kaka yetu Hasani, Mwenyezi Mungu pia naye amfanyie mambo yake wepesi. Bismillah. Fatiha. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi panapo uzito, Mwenyezi Mungu amfungulie. Kuna dada yetu ako Omani, ni mgonjwa, amekuwa anasumbuliwa na mwili, pia naye tumfanyie Fatiha, Mwenyezi Mungu ampe shifa. Na kuna dada yetu yuko upande wa Scotland, huyu naye ni katika madada wakisikia Waislamu kuna hivi na hivi huwa wanajitolea, ako upande wa Scotland. Na kuna wengine wako katika Tanzania, Kenya, sehemu yote ambao huwa wanasaidia katika Salim Dawa na kazi ambayo tunafanya. Tukianza wanakuwa na sisi, tukimaliza hivyo hivyo. Tuwafanyieni Fatiha wote pamoja, Mwenyezi Mungu awafungulie, na yule mwenye maradhi Mwenyezi Mungu ampe shifa. Tufanye suratul Fatiha. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na bila kusahau family ya Yusuf Wambogo tuwakumbuke pia katika dua. Yusuf Wambogo alikuwa ni mmoja ambaye alikuwa anaangalia hapa,
lakini alitangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake na Mwenyezi Mungu ampe jana Firdaus. Na bila kumsahau mzee wetu Salim, anaumwa, ni mgonjwa mnajua, naye pia Mwenyezi Mungu ampe shifa. Mzee wetu Salim naye huwa anasimama na hii markas na huwa anawaangalia sana venye pia kapatikana na maradhi, na ni mtihani kutoka kwake Mwenyezi Mungu hii maradhi. Mwenyezi Mungu ampe shifa. Na kila Muislamu yote ambaye huwa anashirikiana na sisi kwa namna ya pesa, kwa namna ya dua, kwa namna yote, Mwenyezi Mungu amuhifadhi hapa na kesho siku ya Kiyama. Nadhani Sheikh Ali mawili matatu, na huwa tunasema kila wakati sio mwisho wa kuleta chakula. So wale Waislamu pia wako na uwezo, wasifanye ubakhiri katika kunusuru hapa markasi ya yatima, waweze kutoa. Allah amewapa mali, msiwe bakhiri katika yale Allah aliwapa. Leo ukitoa shilingi 10,000 tukalete chakula, ukatoa 15,000 tukalete chakula, ukalete ngapi tukalete chakula, angalau riziki ipatikane, sije watoto wakakaa bila kula chakula. Na kwako nyumbani labda hata ni kutupa, unatupa chakula. Kuna watu wanafanya israfu katika riziki aliyowapa Mwenyezi Mungu. Mtu anapika kuku, anapika nyama ya mbuzi, nyama ya ngamia, nyama ya ng'ombe, anaonja hapa, hiyo ingine yote inaenda inatupwa. Sasa unafanya israfu wakati kuna watu wanahitaji. So usifanye israfu wakati Allah amekupa. Leta, wewe mwenyewe unaweza leta, kama uwezi leta unaweza wasiliana nasi tukaleta. Unaona, na ni sehemu ambayo utapata thawabu zako mbele ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ametupatia afya na mambo yote aliyotupatia. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, leo tumetembelea mayatima, na huwa kila wakati tunatembelea mayatima. Hao mayatima ni watoto wetu, ni viongozi wa kesho, ni ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni jukumu letu sisi Waislamu kuwalisha mayatima na kuangalia maslahi ya mayatima. Hao mayatima wanakula chakula kila siku mara 3, wanakula lunch, wanakula breakfast, wanakula supper, wana mahitaji mengi. Hapo kuna wasichana wengi, na mnajua tuko na wasichana manyumbani, na gharama ya wasichana sio sawa na gharama ya wavulana. Hawa wasichana wanahitaji mambo mengi sana, ambaye nyinyi ni Waislamu mnajua gharama ya wasichana. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiwache hawa watoto, tuangalie maslahi ya hawa watoto. Ni free kick Mwenyezi Mungu anatupatia, ni mtihani kwetu tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapewa nafasi hii ya kutafuta janna, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia yoyote atakayelisha mayatima watakuwa naye peponi. Kwa hivyo mimi na nyinyi tunatafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni hii tuko naye hapa. Ndio tunawaeleza hawa watoto, kupitia hawa watoto mnapata janna. Kwa hivyo Waislamu, tusiwasahau watoto, kila wakati tuwe tunaangalia hawa watoto. Tumepewa mali na Allah subhanahu wa ta'ala, na ile mali Allah anatuambia tununue naye janna yake. Janna iko hapa. Hawa watoto ndugu yangu, ukiwalisha, ukiwapatia yale wanahitaji, wallahi ni ahadi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatuahidi tunaingia naye peponi. Kwa hivyo tusiwache hiyo pepo, tunapata free kick, tuwe tunafunga goli kila wakati. Kwa hivyo yangu ni hayo machache. Waislamu wale walitoa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale hawana ya kutoa Mwenyezi Mungu awapatie, na wale wako na nia ya kutoa pia nia yao Allah subhanahu wa ta'ala watimizie. Allah subhanahu wa ta'ala tukutanishe katika jannatul firdaus al-a'la. Kwa hivyo yangu ni hayo machache. Waislamu tunaongoja kutoka kwenu, mpige simu mseme mtupeleke kwa mayatima. Kama hamjui tawaleta paka hapa, muje muone, na nyinyi wenyewe msupply chakula kwao. Kwa hivyo yangu ni hayo machache. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani hatutakuwa na mengi kwa sababu Waislamu naona mejikakamua pande hii na muweze
kuendelea katika kufanya khairati inshallah. Ukisikia madarasa inahitajia walimu pia nini, tuweze kuchangamka, tusaidiane katika kusukuma gurudumu la Uislamu kuendelea mbele, kwa sababu sisi peke yetu hatuwezi, paka tushikane ndio tuweze kusukuma ili gurudumu ya Uislamu kwenda mbele inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi wananiita Salim. Mimi ni Vestas. Vestas. Mimi Muislamu lakini. Mimi ni Mkristo lakini. Oh, Mkristo injika swali tuisikie. Swali langu ni mbona amtambui Yesu? Kiona Muislamu amtambui Yesu, atakuwa bado hajakamilisha Uislamu wake, kwa sababu katika nguzo ya imani lazima kuamini manabii wote. So Yesu ni miongoni mwa wale manabii tunao waamini. Nasikia Qur'an nasemaje? Qur'ani 2:136 na umuonyeshe. Qur'ani tena huyu Yesu ambao ndo Isa ibn Maryam katajwa mara 25 ndani ya Qur'an. Huyu Isa katajwa mara 25 ndani ya Qur'an. Muhammad sallallahu alaihi wasallam katajwa mara 5 na ndio amepewa Qur'an. Naona nabii aliyetajwa mara mingi kwa Qur'ani anaitwa Nabii Musa alayhi salam, katajwa mara 136. Qur'ani 336. Hebu msomee. Qur'ani 2:136. 36 ndio hii. Na 2 ndio hii. Semeni nyinyi Waislamu, semeni nyinyi Waislamu, waambiwe Mayahudi na Manasara, waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu na yale tuliyoteremshiwa na yale yaliyoteremshwa kwa Ibrahimu na Ismaili na Isaka na Yakobo na kizazi chake Yakobo na aliyopewa Musa na Isa na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Hatutofautishi baina yote katika hao wote, tunawaamini na sisi tumenyenyekea kwake Mwenyezi Mungu. Sisi tunaamini manabii wote, Musa, Ibrahimu, Yesu, manabii wote wa Mwenyezi Mungu tunawaamini. Hakuna nabii tunaye mkataa katika manabii wa Mwenyezi Mungu. Tabia ya kukataa manabii inakuwa na Wakristo. Wakristo ndio huwa wanawakataa manabii, wanakataa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kauli ya Waislamu na imani ya Waislamu ni kukubali manabii wote. Tena Yesu tunajua mpaka nyanyake. Yesu tunajua babu yake. Babu ya Yesu alikuwa akiitwa Mzee Imran. Na alikuwa ni mtu wa msikitini. Mamake Mariamu tunamjua vizuri na tunajua kizazi chao. Tena sikia tunaambiwaje katika Qur'ani 3:45. Tunasema hatumjui Yesu. Sikiza habari 3:45. Yesu anakuwa kafiri ndugu yangu. 3:45. Inasema hivi. Tupe vitu. Na kumbukeni waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Kwanza tunaambiwa na habari zimeletwa na malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Tupe vitu. Ewe Mariamu. Ewe Mariamu. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kuzaa mtoto bila ya mume. Sikiza, kwanza tunaambiwa huyu Yesu alizaliwa bila baba. Kwa sababu Mariamu anaambiwa utapata mtoto bila ya mume. So hizi habari tumeambiwa ndani ya Qur'ani, sio katika Biblia. Tupe vitu. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kuambia zao kazaa pasina kuingiliwa. Neno tu Mariamu ataambiwa azae, anazaa pasina kuingiliwa na mwanaume yote. Na katika Uislamu hatuamini kuwa Mariamu alizaa watoto wengine. Biblia ndio inasema Yesu ako na mandugu, kwa sababu inasema Mariamu alizaa watoto wengine. Lakini Qur'ani inakataa, inasema Mariamu alizaa Yesu peke yake. Lakini Biblia inasema Yesu alikuwa na mandugu na masista. Tupe vitu kwanza. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu. Ule mtoto ambaye Mariamu atazaa ataitwa Masihi Isa bin Maryam, yani Masihi Yesu mtoto wa Mariamu. Unaona? Tupe vitu. Endelea kusema. Mwenye heshima katika dunia na akhira, na atakuwa na heshima duniani na kesho siku ya Kiyama. Tunaambiwa na Qur'ani Yesu Nabii Isa ibn Maryam atakuwa na heshima. Tupe vitu. Na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu, na atakuwa katika watu wema, na atakuwa miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Tunamkubali kwa sababu ni Muislamu ndugu yetu. Sasa sisi huwa tunashangaa kuona Wakristo wanasema wanamkubali Yesu wakati Yesu ndio Muislamu ndugu yetu.
Tena tunasikia mkisema anastahili kuabudiwa, anastahili Yesu. Tunashangaa mkiabudu ndugu yetu, sisi mnatuacha wapi? Umetuacha wapi? Kwa sababu sisi ni ndugu ya Yesu na mnaabudu ndugu yetu. Sisi na sisi mungekuwa mnatuita ndugu za Mungu wenu. Sasa si umesikia Qur'an hapa ikisemaje? Eti yeye hakuzaliwa through mwanaume. Sasa na nyinyi pia kabisa, hakuzaliwa na mwanaume, amezaliwa na mwanamke kwa njia ya miujiza yake Mwenyezi Mungu. Hana baba, ako na mama. Venye Adamu alizaliwa kutoka kwa mchanga, Adamu hana baba, hana mama. Hawa hana baba, hana mama. Hawa ametoka katika bavu ya Adamu. Bavu ikawa binadamu. Ajabu kubwa, hakuna binadamu mwingine aliyetoka kwa bavu duniani isipokuwa Hawa peke yake. Sasa si nyinyi mlizaliwa na through mwanaume na mwanamke? Mimi na wewe tumezaliwa na baba na mama kwa uweza wa Mungu. Sio uweza wa babangu wala uweza wa mamangu, hapana. Ni uweza wa Mungu. Sasa lengo ni basi sasa mkisema ni brother yenu, ni brother yenu kivipi? Ni brother yetu kwa sababu ni Muislamu na Waislamu wote ni ndugu. 49:10 Qur'an. Yesu Muislamu na Waislamu wote ni ndugu yetu yule. Nani amesema ni Muislamu? Nakuonyesha saa 49:10 kwanza. Nani amesema? Haya, si niko hapa, maneno iko. Usiwe na wasiwasi. 49:10 kwanza, alafu nikuonyeshe Yesu Muislamu. Kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Kwa uhakika tunaambiwa Waislamu wote, popote utakapopata Muislamu ujue ni ndugu yako, na ukipata mwanamke unajua huyu ni dadangu katika imani. Unaona, Waislamu wote ni ndugu. Yesu Muislamu vizuri, vuta hiyo Biblia hapa tumpe vitu. 4:14 Luka, mwanzie pole pole tena umpeleke mpola aweze kuona. Ni vitu ambavyo viko wazi. Uangalie hii ni Biblia. Rasi ni vitu ambavyo viko wazi. Mpe vitu. Mpe vitu aone. Pole pole. 4:14 pole pole. Angalia, hii ni kitabu cha Luka mtakatifu 4 aya ya 14 hadi 16. Tupe vitu. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Kwanza huyu Yesu tunaambiwa alikuwa anaongozwa na Roho wa Mungu. Tupe vitu. Akaenda Galilaya, ni katika miji ya Palestina. Habari zake. Kama una habari, kwanza Yesu ni Mpalestina. Ni Palestina. Ni Mpalestina Yesu. Amezaliwa Palestina, amelelewa Palestina katika miji ya Jerusalem. Jerusalem ni mji mkuu wa Palestina. Sio hii Israeli imetengenezwa 1948. Hii ni ya bandia. Wameleta 1948 ikatengenezwa na Waingereza. Wakati huo Yesu hayuko. Israeli ambayo inatajwa katika vitabu sio inchi, ni jina ambao ni ya nabii Yakobo. Yakobo ndiye anaitwa Israeli. Wao wakakuja wakatengeneza inchi ya ukora. Hakuna inchi ilikuwa inaitwa Israeli. Inchi inaitwa Palestina. Na Yesu amezaliwa pale. Tupe vitu. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Tupe vitu. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Kumbe Yesu anaongozwa na Roho wa Mungu, anampeleka akafundishe watu katika masinagogi. Tupe 16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe Yesu ilipofika siku ya ibada, siku ya Sabato, ilikuwa ni kawaida yake na desturi yake kwenda katika sinagogi. Na hii sinagogi unaijua wewe? Ni kanisa. Ni kanisa. Tuulize walioandika Biblia wanatuambia sinagogi nini. Muonyeshe aone na macho. Wanasema sinagogi nini? Sinagogi. Msikiti ya Wayahudi. Kumbe walioandika Biblia walikuwa wanajua hii mambo itakuja kutupatia challenge. Wakasema hapana, hii sinagogi ni msikiti. Na wanaoenda msikitini kufanya ibada wanakuwa Wakristo au Waislamu? Waislamu. So Yesu ni Muislamu ndugu yetu, ndio nikakwambia alikuwa akienda msikitini. Na leo akirudi ataenda bado msikitini, ndugu yangu Muislamu. Kwa sababu walioandika Biblia walikuwa wanajua kuna msikiti na kanisa, na hawakusema sinagogi ni kanisa, walisema sinagogi msikiti, kwa sababu walikuwa na knowledge, wanajua. Na ndio unaona hata mahali alipozaliwa Yesu Palestina, Ukristo utapata ni percentage ndogo.
kwa sababu wengi Waislamu pale inajulikana. Na ukija pande hii nyingine Mayahudi wao wako na ile yao wanaita Judaism. Ambayo wale si Mayahudi, wale original wengi wako pale, wale ni Zionist. Zionist maana yake wale ambao ni mzalishano kutoka huko Europe na wapi. Na nimepata vizuri Haya, ndio hivyo. Muislamu ndugu yetu, mbona usimfuate huyu Yesu Muislamu ndugu yetu? Wewe unataka tu kumpinga tu, wewe unataka kwenda mikanisani, unaacha Yesu msikitini. Sasa Yesu, mimi swali yangu ni mnamtambua kama brother ili alizaliwa kimiungu na nyinyi mlizaliwa kibinadamu? Yesu hajazaliwa kimiungu, amezaliwa kibinadamu kwa sababu alizaliwa na binadamu ambaye anaitwa Mariamu, na alitokea sehemu ambao watoto wanatokea, akanyonya, akatailiwa. Sasa yeye binadamu. Adam ni ndugu yetu katika Uislamu pia. Adam ni baba yetu, ni baba yetu na ni ndugu yetu katika Uislamu. Naona Adam hajazaliwa. Mimi ndio nimezaliwa, yeye hajazaliwa. Yeye ameumbwa kwanza kutokana na udongo. Hawa ni mama yetu katika Uislamu, na tunakumbuka dada yetu katika Uislamu. Hawa mama yetu katika Uislamu, na Hawa naye hakuzaliwa, aliumbwa. So viumbe wako tofauti, hakuzaliwa kama mimi Adam. So Adam ukimwangalia huwezi pata kitofu kama hii yangu, kwa sababu hii kitofu inakuja wakati unakatwa ile nini, unajua mtoto akizaliwa kuna ile pati nyingine ambayo haijakuwa inakatwa, inazikwa, kuonyeshana wewe mwanadamu unarudi kwa mchanga. Yani uko hai, kipande kimoja chako kimezikwa. Ile nini membrane ikikatwa hivi inaendanga inazikwa. Sasa ikizikwa kumaanisha wewe hata tembea utakavotembea, wewe ni maiti, mtarajua utafuata hiyo nini yako huko kwa mchanga. So wale ni Waislamu ndugu zetu, ni venye Yesu tu alizaliwa kimiujiza na nini, lakini Muislamu ndugu yetu. Sasa mimi hapo natofautiana na nyinyi, maana mwezi sema Yesu ni brother yenu ili yeye hakuzaliwa na mwanaume na mwanamke. Si amezaliwa kwa uwezo wa Mungu na amezaliwa na mwanamke na alitahiri siku ya 8. Sasa atakuwaje tofauti na sisi? Ametahiri, alinyonya, sasa alivalishwa nguo za kitoto. Sasa atakuwaje tofauti? Yeye tofauti yake ni kwamba ni nabii wa Mwenyezi Mungu, anapewa ufunuo, maanake revelation. So wale wako katika cheo ingine na sisi, lakini wote mandugu zetu wale. Nabii Ibrahimu ndugu yetu yule katika Uislamu. Samahani, mimi namaanisha hivi, si sahihi kusema ati ni brother yenu, maana yeye hakuzaliwa through mwanaume na mwanamke. Sasa ukisema hivyo, wakati Biblia inasema hata kuna brother ambao walitoka tumbo moja na yeye, wacha hata sisi tunamuita ndugu ya imani. Kuna Biblia inasema kuna mandugu ambao walitoka tumbo moja. Na wale watakuwa 6:3 Marko. Kwani wale mabrother wake sasa watakuwa Mungu? Manake hao wametoka tumbo moja, damu yao ni moja kutokana na mama. Naona sijui mchungaji naye anakukorofisha. Kama ameona ndio unataka kusilimu, akajua aanze kukorofisha. 6:3 Marko. Acha amalize. 6:3 Marko asikie. Naona kama inasema. Hebu sikia hii nayo inasema. Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu, ndugu yao Yakobo na Yose. Sikiza, na ndugu zake tunawajua ni Yakobo na Yose na nani mwingine? Na Yuda na Simioni na maumbu yake na maumbu. Hapa tulia. So Biblia inatuambia Yesu alikuwa mpaka na mandugu ambao ni wakuzaliwa kwa mama moja. Sasa wale nao utawaita nani? Kwa sababu Yesu akipatana nao atasema ni brothers, lakini yeye sio wa baba moja na wao, lakini wa mama moja, kwa sababu damu yake inashare upande ya mama kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia, lakini kulingana na Qur'ani Mariamu hakuolewa wala Mariamu hakupata watoto wengine kulingana na historia ambayo tunapewa ndani ya Qur'ani. Una swali lingine? Na pia hamna mume kama Joseph katika Qur'ani? Hakuna vitu kama hiyo. Ati sijui alikuwa ameposwa, sijui akafanywaje, hapana. Hiyo hakuna. Sasa baada ya hapo kuna story nyingine kumuhusu. Kuhusu nani? Kuhusu huyo mamake Yesu.
kuhusu mamake Maryam. Maryam historia iko sana. Alikuwa akienda kwa msikiti ambao ni Masjid Al-Aqsa, iko pale Jerusalem, ndio alikuwa akienda kufanya ibada. Alikuwa anaingia kwa msikiti, anaweka pasia, wanaume wanakuwa pande yao na wanawake pande yao. Alikuwa akiswali pale msikitini huyu Maryam binti Imran. Babu yake Yesu anaitwa mzee Imran. So Yesu alikuwa na babu. Mimi niko na babu. Kwa sababu wazazi wa mama wa Mariamu ndio babu ya Yesu na nyanya ya Yesu. Swali langu tena ni lete. Haswa kulingana na nyinyi, Yesu alitoka wapi? Yesu alitoka wapi? Qur'ani 4:171. Swali nzuri sana. Anataka Yesu alitoka wapi? Qur'ani 4:171. Nzuri tu, swali nzuri sana kaka. Qur'ani 4:171. 4:171. Yesu alitoka wapi? Sasa tunajua ili akuwe lazima kuwe na mwanaume. Uwe mahali umetoka, si lazima. Unapoweka neno lazima ni kama unamwekea limitation Mungu ya kuumba. Mungu anaweza toa hata mwanaume mtoto kutoka kwa mwanaume bila mwanamke. Kwa sababu Mungu ana uwezo. So uwezi kumwambia tu Mungu lazima mtu na kuna mtu anapatikana hana baba hana mama. Waacha Yesu ako na mama. Kuna mwingine anapatikana hana baba hana mama. Nitakuonyesha saa hii. Sikiza inasemaje Yesu 171. 4:171 inasema. Tupe vitu. Enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu. Msipindukie mipaka katika dini yenu. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Tupe vitu. Masihi Isa bin Maryam. Masihi maanake Yesu mtoto wa Mariamu. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Alitoka wapi? Na ni kiumbe. Aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu. Kumbe Yesu ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Na ulikuwa umeuliza ametoka wapi? Ni kiumbe cha Mungu. Sio chanzo chake ni kuumbwa na Mungu. Kuna mwingine anapatikana hana baba hana mama. Waibrania 7:1. Uwe. Sikiza huyu naye. Afadhali Yesu ako na mama. Kuna mwingine. Tena huyu alikuwa wakati wa Ibrahimu. Wanapiga story na Nabii Ibrahimu. Tena huyu alikuwa high priest. High priest manake ni wale ambao mnawaitanga viongozi wa imani. Sikiza anasemaje 7:1. Mambo ya Waebrania 7:1 inasema. Tupe vitu bana. Inasema hivi. Kwa maana Melkizedeki huyu mfalme wa Salemu. Sikiza, Melkizedeki tena alikuwa ni mfalme wa Salemu. Tupe vitu. Kuhani wa Mungu. Tena alikuwa ni kuhani wa Mungu, maana yake high priest. Kuhani wa Mungu aliye juu. Asante. Aliyekutana na Ibrahimu. Tena huyu alipatana na Nabii Ibrahimu alayhi salam. Alipokuwa akirudi katika kuwapiga hawa wafalme. Akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tupe vitu. Tafsiri ya jina lake. Kwanza ni mfalme wa haki. Tena mfalme wa Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Hana baba. Sikiza, huyu hana baba. Hana mama. Tena huyu hata mama hana. Wacha Yesu ako na mama. Huyu hana hata mama. Tupe vitu. Hana wazazi. Huyu hata wazazi hana. Tupe vitu. Hana mwanzo wa siku zake. Sasa mtu hana wazazi, hata utajua mwanzo wa siku zake namna gani? Anayejua Mungu. So huyu tunaambiwa hana baba na hana mama. Na alikuwa ni high priest wakati wa Nabii Ibrahimu alayhi salam. Anapatana na Ibrahimu, anapiga story. Lakini hana wazazi. Hana baba na hana mama. Lakini anaishi kwa sababu Mungu anaumba anavyotaka. So huwezi mwekea Mungu limitation. Na ni binadamu. Ni binadamu kwa sababu alikuwa anapiga story na Nabii Ibrahimu alayhi salam. Tena alikuwa ni mfalme. Kwa tayari kuwa Muislamu ni free pia. Na nywele hautanyoa. Utaosha tu na shampoo. Unaosha tu vizuri, kama hujaongeza chochote basi wewe unaendelea kupiga swala zako. Kwa tayari ama bado? Pengine nifikirie baadaye. Haya, wewe fikiria na usiwe na wasiwasi. Tulia hapa, sikiria. Haya, karibu brother. Asalamu alaykum. Alaikum salam. Mimi wananiita Salim. Mimi wananiita Collins. Collins, Muislamu, Mkristo Collins? Mkristo. Asante. Weka maswali tu yasikie. Mwenye mlikuwa mnaongea, nikasikia mnaongea na brother. Mambo ya brother muachie. Huyu ni mtu mzima, tumemaliza na amesema atafikiria. Wewe uko na swali ya kuuliza. Hatupendi mtu anayedandia mambo ya mtu mwingine, hiyo ni aibu. Una swali ya kuuliza? Au majiano
ndio nimepata swali hapo. Uliza swali hapo. Karibu sana. Uliza, wachana hiyo Umesikia? Uliza swali. Sasa nauliza hivi, mnaamini aje katika Yesu? Yesu before azaliwe na Mariam alikuweko ama hakukuweko? Hakukuwepo. Anayejua ni Mungu, kwa sababu sote tulikuwako kwa Mungu. Mungu anajua miaka milioni 50 kitakachokuwa, maanake kiko kwa Mungu. Na sisi hata kabla Kenya haijakuwa Kenya, hata kabla Adamu hajaumbwa, Mungu alijua tutakuwako, maanake tulikuwa kwa Mungu. Katika fikra ya Mungu na kila kitu ya Mungu tulikuwako. Kwa sababu Mungu alikuwa anajua utazaliwa kwa kabila gani, utaishi miaka ngapi, na bado hajamuumba Adamu. Mungu alikuwa anajua takuwa. So alikuwako pia. Kwa sababu Mungu anajua viumbe vyote vilikuwa kwa Mungu. Sasa Yesu alikuwako? Si alikuwa kama sisi. Si viumbe vyote vilikuwa kwa Mungu. Miaka milioni 9 sisi bado tulikuwa kwa Mungu. Mungu alikuwa anajua kuna mtu atazaliwa Kenya, ataitwa hivi, ataishi miaka hii, atakufia wapi, atazikwa na watu wangapi, anayejua ni Mungu. Na miaka 500, milioni 500 itakayokuja, Mungu anajua. Sasa uwezi kumfanya Mungu ni bubu ati yako anajua watu watakuwa ama nini, hapana. Hata mimi kabla mamangu hajaolewa na babangu, Mungu alikuwa anajua mamangu atazaliwa, ataolewa na huyu mzee, watazaa mtoto ataitwa hivi, huyu mtoto ataishi miaka fulani, atakufia hapa, atazikwa. Mungu anajua mpaka idadi ya watu atakaokuzika. Okay, wewe before uzaliwe, hatukuwa tunakuona hapo mbele before uzaliwe. Hatukuwa tunajua, lakini ndio nauliza Yesu, je, tunaweza muona before nini Mariamu? Katika hii Qur'ani ama katika Biblia? Sijaona. Kivipi? Yaani kuona kivipi? Hebu lete swali yako moja kwa moja. Kuliko usiende hivi. Manake mimi ni saa kujibu, nimekuambia kila kitu kilikuwa kwa Mungu. Sasa sijajua unataka kuona. Hebu nisome kitabu cha Yohana 8:54. Kiendelea. 8:54. Singetoa hayo moja kwa moja. Unaenda mambo nini? 54. Yohana 8, kiendelea chini. Usijali. Yohana 8:54 inasema. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzae ni Baba yangu, ambaye nyinyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Nimeisha haya. Niongeze ingine. Endelea baba. Wala nyinyi hamkumjua, lakini mimi namjua, nikisema ya kwamba simjui nitakuwa mwongo kama nyinyi, lakini namjua na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoona siku yangu, naye akaiona akafurahia. Endelea hapo chini sasa. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, naye umemwona Ibrahimu? Naam. Yesu akawaambia, amin nawaambie, yeye Ibrahimu asijakweko, mimi niko. Sasa hapo ndio nataka kuuliza. Yesu anasema kabla Ibrahimu hajakuwako, Yesu anasema hako. Sasa ndio nataka kuuliza, Yesu alipokuwako kabla Abrahamu alikuwa nani? Hii maneno inawezekana ni ya uongo, kwa sababu ngoja kwanza, si umeuliza swali, lazima nikujibu. Hii maneno ya uongo. Yesu anasema 5:30. Kwanza Biblia ni umesema. Hiyo maneno inawezekana ya uongo, ndio nimekuambia. Kwa mpole, si unataka tukufunze? Mbona una maswali mapesi? Ukitulia tunakufunza, tunamaliza. 5:30 Yohana 8:54. Tunarudi 5:30. Pole. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Teremka baba. Mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yesu anatuambia akitoa ushuhuda wake mwenyewe, ushuhuda wake sio nini? Si kweli. Na aliyesema nilikuwako kabla ya Ibrahimu ni nani? Ni Yesu. Na ushuhuda wake ametuambia sio kweli?
Amesema Malisia hapo chini. akijishuhudia. Si yeye ndio amejishuhudia. Kabisa. Nani anafaa kumshuhudia? Inaendelea kusema lakini mimi siupokei ushuhuda. Rudia hapo tu. Mimi nikijishuhudia mwenyewe. Anirudia hapa sio? Pole pole tu. Inasema hivi haya. Bali mimi nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli. Tupe vitu. Yuko mwingine anayenishuhudia nami najua ya kuwa ushuhuda wake anayenishuhudia ni kweli. Kumbe Yesu anasema mimi nikitoa my own testimony sio ya kweli? Si ya kweli. Na aliyesema kabla ya Ibrahimu akuwepo mimi niko ni nani? Ni Yesu. Na Yesu anatuambia ushuhuda wake, testimony yake sio ya nini? Si kweli. Nani mwingine anasema Yesu alikuwako kabla ya Ibrahimu? Tupe. Sasa nataka kunini? Manake ametuambia ushuhuda ambaye anayenishuhudia ambaye ni Mungu ndio wa kweli. Andiko gani Mungu anasema Yesu alikuwako kabla ya Ibrahimu? Tumalize hiyo kwa sababu yeye mwenyewe asajitolea. Hebu nimpe Mathayo 1 anza 20 anza 10 hapo. Mathayo 1:10. Tuangalie mwingine Mungu amshuhudia alikuwako kabla ya Ibrahimu kwa sababu yeye mwenyewe ndiye ametuambia ushuhuda wake sio kweli. Na hatuwezi kumruka Yesu. 1:10 inasema. Endelea chini. Hakuna shida. Hezekia akamzaa Manase. Manase akamzaa Amoni. Amoni akamzaa Yosia. Yosia akamzaa Yokini. Mali nani? Gabriel anaendea Mariam. Sio Mathayo, ni Luka. Ni Luka ya. Luka 1:26 ama Luka ngapi? Hiyo ni Luka baba. Soma tu. Luka 1:26. 1:26 mambo ni ya Luka inasema. Acha tumefika sasa. 1:26 mambo ya Luka inasema. Mwezi wa sita malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa maana mali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliopewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Tuendelee? Endelea kidogo. Endelea. Huyu atakuwa mkuu. Ataitwa mwana wa aliye juu. Tuendelee. Ataitwa mwana wa aliye juu. Na hapo nyuma tunaona Mariamu Gabriel anasema umepata neema kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwani huyo mtoto alitoka kwa nani? Watoto wote wanatoka kwa Mungu. Hata hao naona wametoka kwa Mungu. Before atoke kwa Mungu alikuwa nani? 42-49 Qur'ani. Kabla watoto watoke kwa Mungu anakuwa kwa nani? Andiko unauliza maswali mazuri. Yaani ungeuliza hivyo ungesilimu kitambo sana. Hata umechelewa hivyo. Watoto wote wanatoka kwa Mungu. Sasa kabla hawajatoka kwa Mungu wanakuwa nani? Tupe 42-49 Qur'ani. 42-49 Qur'ani. Tupe vitu. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. Anaumba apendavyo. Kwanza Mungu anaumba apendavyo. So sisi kabla tujakuja duniani tuliumbwa na Mungu. Anaumba apendavyo. Alafu akiumba anafanyaje sasa? Anampa amtakaye watoto wa kike. Sasa akiumba anampa amtakaye watoto wa kike. Na anampa amtakaye watoto wa kiume. Alivyotaka Mariamu akampa mtoto wa kiume ndio Yesu. Tupe vitu. Au huwachanganyia watoto wa kiume na wa kike kwa mtu mmoja. Na humfanya tasa amtakaye. Sasa Mungu hujamalizia hiyo aya. Iko mzuri sana kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. Yesu aliumbwa. Swali nzuri. Yesu aliumbwa. Qur'ani 4:171. Sio ameuliza yeye kama Yesu aliumbwa. Qur'ani 4:171. Yaani wewe ukiuliza chochote tunakupa, sio story. Sijui ilikuwa wewe umeuliza Yesu aliumbwa, tunakupa direct. Kaumbwa Yesu. Maana Mungu alijua watu watakuja kuleta ukorofi wa aina hii. Sasa akatueleza kabisa Yesu aliumbwa. Qur'ani 4:171 ndio 171.
enyi watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu, tupe vitu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni kiumbe. Muonyeshe na ni kiumbe aliyeumbwa na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu aliyofanyaje, alilompelekea Mariamu, na ni roho na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Ni kiumbe aliumbwa na Mungu, kwa sababu viumbe vyote wameumbwa na Mungu. Sasa mmoja wao umenisomea Qur'ani inasema imeumbwa, na Biblia inasema Yesu ni mwana wa Mungu. Ngoja kwanza. Wewe umeniuliza Yesu aliumbwa, huku nipatia condition. Sasa hii ndio unanipa condition ati wewe unataka Biblia. Unaona? Wewe ndio unanipa condition. Lakini sasa nikija kwa Biblia 19:4 kitabu cha Mathayo. 19:4 Mathayo. Pole tu. Hata huko utaelewa. Unajua vitu vya wazi havifichiki. Wewe unataka kutuambia Yesu alitoka wapi na aliumbwa? Kila kitu kimeumbwa na Mungu. Hata mchanga imeumbwa na Mungu. Hata upepo imeumbwa, hata mvua imeumbwa na Mungu. Maji imeumbwa na Mungu. 19:4. 19:4. Tumsikie Yesu anatuambiaje. Ama alidondoka kama mvua. Hata akidondoka kama mvua ameumbwa na Mungu. Mvua yenyewe imeumbwa na Mungu. Malaika wameumbwa na Mungu. Upepo imeumbwa na Mungu. Kila kitu imeumbwa na Mungu. Sikiza inasemaje 19:4? Akajibu akamwambia, Yesu akajibu akiwaambia, hamkusoma ya kwamba nyinyi ni watu ambao hampendi kusoma? Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo, yeye ambaye ni Mungu aliyewaumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke. So tunaambiwa na Yesu Mungu aliumba mwanaume na nani? Na mke. Yesu ni mwanamke ama ni mwanaume? Yesu ni mwanaume. Asante. Na Yesu anatuambia Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Sasa ndio nataka unitole Biblia nasema Yesu aliumbwa. Before nilikwambia Yesu alipozaliwa na Mariamu alikuja na mwili wetu. Hapo before azaliwe, maana tumesoma kabla Abrahama kuwako, kabla Abrahama ja nini. Hiyo maneno tumeona ni ya uongo. Kwa sababu labda umfanye Yesu ni muongo, kwa sababu Yesu amesema nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli. Sikiza. Tumepata Yesu kabla Abrahama hajakuwako, yeye alikuwa. Sasa kabla hajakuwa aliumbwa ama alizaliwa? Si ni juzi kabla ya Ibrahimu, hata kama itakuwa ni Ibrahimu ameumbwa, kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu. Tumeelezwa vizuri, mwanaume na mwanamke ameumbwa na Mungu, na Yesu ni mwanaume, tunajua ni kiumbe cha Mungu. Sasa ni wewe mwanaume, tunaona Yesu akizaliwa hapa na Mariamu, unaona? Tunamjua kama binadamu mwenzetu, unaona? Lakini mimi nimeuliza kabla Abraham hajakuwako ama kabla Mariamu hajakuwako, Yesu alikuwa ameumbwa ama alikuwa amezaliwa? Aliumbwa kwa tumbo ya Mariamu. Si wameumbwa, kwani si kila kitu kinakuwa kimeumbwa na Mungu? Unaandiko ambayo inasema, goja kidogo kaka, isiwe labda wewe hukuenda shule ama uyereche na unauliza, unaandiko ambayo inasema Yesu hakuumbwa, kwa sababu ambaye hakuumbwa ni Mungu peke yake. Mungu peke yake ndio hakuumbwa, lakini vitu vingine zote ziko na sources zinatoka kwa Mungu. Iwe ni nini inatoka kwa Mungu. Mungu peke yake ndio hakuumbwa. Sasa wewe unaandiko ambayo inasema Yesu hakuumbwa. Sasa mimi ndio nimekuuliza, unipea andiki nasema. Nimekupatia Yesu mwanaume kaumbwa. Kwa sababu Biblia nimekakuuliza before Abraham hajakuwako, huko nyuma Yesu alikuwa ameumbwa ama alikuwa amezaliwa? Nimekuambia ni kuumbwa na nimekutolea kwa Qur'an. Mwache ali. Nimekuonyesha ameumbwa. Sasa wewe ungenipatia andiko na wewe ndio inaonekana kwa Qur'ani. Nimekupa kwa Qur'ani kaumbwa. Unampea Yesu ameumbwa wakati tunaona wanazaliwa na nani? Na Mariamu. Nikakuuliza kabla hajazaliwa na Mariamu tunapata Yesu alikuwako. Sasa kabla kidogo kabla labda iwe akili yako kidogo sio nzuri sana. Nataka nikuelewe. Mimi kabla sijazaliwa na mamangu nilikuwako. Wewe hauko wako. Sasa hiyo itakuwa ni ujinga, kwa sababu kusema siku wako manake Mungu hakuwa anajua niko. Goja kidogo wewe. Goja. Usiende mbio. Nataka goja kidogo. Kijana na kuona kwanza hata kuelewa haujui. Goja utasomewa. Hakuna swali uko nayo. Nauliza hivi, Mungu anajua miaka milioni 1 kitakachozaliwa? Anajua. So mimi
kabla Ibrahimu hajakuwako, Mungu alikuwa anajua nitazaliwa? Alikuwa anajua. So nilikuwa kwa nani? Sasa kwako nataka kukuuliza, mbona wewe hatukukuona huko nyuma? Na Yesu ngoja huko utakuja. Nataka nikuelewe kijana, nione akili yako iko. Ngoja kwa Yesu utakuja. Nataka kwangu. So kabla Ibrahimu hajazaliwa, mimi Mungu alikuwa anajua nitazaliwa Kenya? Alikuwa anajua. Na anajua nitakufia Kenya? Anajua. Asante. So kabla Ibrahimu hajazaliwa, mimi niko kwa akili ya nani? Alikuwa kwa akili ya Mungu. Sasa nauliza hivi. Hakuna mtu hakuwa. Nauliza hivi. Yesu tunamuona huko nyuma before Abrahamu. Sehemu gani? Nipe Isaya 9:6. 9:6. Mwache nimsamuelewa kijana mzuri huyu. Ni ile tu amekoroga kidogo, lakini kijana mzuri. Aya, 9:6 Isaia. Tena unaenda huko. Nisome. Vizuri kijana. Nisamfahamu vizuri sana. Yaani kabla hata Adamu hajazaliwa, Mungu alikuwa anajua tutakuja. Adamu kabla hajaumbwa. 9:6 inasema hivi. Naam. 9:6 kitabu cha Isaya. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Nani anaandika hiyo kitabu? Ni Isaya, si ndio? Anasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa ama atazaliwa? Amezaliwa. Amezaliwa tayari yuko. Wakati wa Isaya. Wakati wa Isaya huyo mtoto alikuwa amezaliwa tayari. Alikuwa na Isaya. Inasema hivi. Sasa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Sikia hapo. Inasema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tayari. Alafu tumepewa mtoto mwanamume. Hapo mali tunapewa mtoto sasa tunaona anazaliwa na nani? Mariamu. Wewe. Kaka wewe kwani uko wapi? Si wakati wa Isaya Mariamu hayuko. Mwache Ali. Si ngoja kidogo. Hata sasa soma hapo. Ali wewe nakwambianga uwe mpole. Msomaji nataka uwe mpole. Tulia kidogo. Kijana yeye ni kuelewa haelewi. Alafu anataka kuongea sana lakini haelewi. Hebu rudia. Tena kitu iko wazi. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. So ngoja kidogo. Sikiza. Sasa senda sikiza mpaka saa ngapi? Endelea na mtu alienda hata shule, hata Wakristo wanamcheka. Imesema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Maana yake ni present. Kitu continuous tense. Wewe unata ni kitu kinafanyika. Tulia, ni kitu kimefanyika. So wakati wa Isaya mtoto yuko. Si ndio nimesema? Alikuwa nimesema. Sasa umetuambia amezaliwa na Mariamu na wakati wa Isaya hakuna Mariamu. Sikiza Biblia. Nataka usome hiyo Biblia. Hebu maliza. Wewe maana utuambie wakati wa Isaya aliyezaa nani? Tumalizie. Sikia hapo venye nasema, sikia soma. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Amezaliwa tayari. Tumepewa mtoto mwanamume. Endelea. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake. Ni future ama ni present? Ama ni past? Kuitwa ni jina ataitwa. Ataitwa jina. Anaitwa hiyo jina wakati gani? Hajaelezwa. Anaitwa wakati ambaye anazaliwa na Mariamu. Kiza. Sasa Biblia inasema ataitwa. Ngoja kidogo. Ngoja, hakuna shida. Hakuna. Hata usiongee sana. Mwache. Hata usiongee sana. Huyu ni kijana, nimeona ni kijana mdogo katika elimu. Hebu rudia hiyo aya. Hiyo andiko. Ataitwa. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa. Ataitwa nani? Jina lake Mshauri wa ajabu. Tulia sasa. Ili iwe Yesu ndio anaitwa mshauri wa ajabu. Tupe andiko moja. Yesu alipozaliwa na Mariamu, kuna siku moja aliitwa mshauri wa ajabu. Tupe hiyo andiko. Endelea, majina ziko mingi. Si hapa. Majina ziko hapo mingi. Huyu kijana alienda hata shule. Okay, sina hiyo. Ngoja kidogo. Usiongee sana. Majina mingi. Ngoja kidogo. Utaongea hiyo ingine. Tunaambiangwa utabiri ambao hujatimia ni utabiri wa uongo. Sasa andiko limesema huyu mtoto akizaliwa ataitwa mshauri wa ajabu. Wapi andiko hata moja Yesu alipozaliwa aliitwa mshauri wa ajabu? Linapatikana kitabu gani ndio awe ndio Yesu huyo? Sasa ndio nakwambia Biblia ni mingi, maybe sijasoma hapo. Lakini so hujasoma hapo. Teremka hiyo. Teremka hapo. Tumuonyeshe teremka hayo mengine. Hatuna haja jina nyingine, tunataka ya Yesu. Teremka hiyo nyingine. Inasema hivi, mshauri wa ajabu. Hiyo imekosekana. Mungu mwenye nguvu,
Tupatie andiko moja. Yesu alipozaliwa aliitwa Mungu mwenye nguvu. Andiko gani hiyo? Mungu mwenye nguvu. Wapi andiko ambayo Yesu ameitwa Mungu mwenye nguvu? Sasa mimi nikwambie, hebu soma Ibrania 1:9. Soma Ibrania 1:9. Hapa tunarudi. Iseme tu Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Ikisema Yesu Mungu mwenye nguvu, simama. Waebrania 1:9. Naam. Hii mambo ni ya Waebrania 1:9 inasema. Akilishika lile neno la imani. Anza nani? Nianzie nani? Waebrania. 1:9. Mjafika Waebrania 1:9. Niko pole. 1:9. Kumbe nimeenda mbali bwana. Mungu ametuongoza tukawa Waislamu, alhamdulillah. Allah, alhamdulillah. Tapa hivi tu yangu. 1:9 Waebrania. 1:9. Iseme tu Yesu ni Mungu mwenye nguvu, usimame. 1:9 Waebrania. Umepanda haki, umechukia maasi. Kitabu cha Waebrania. Endelea. Waebrania, ametoa 1:9. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Sasa hapo tunaona Mungu anamwambia Yesu, kwa hivyo Mungu wako ambaye ni nani? Yesu amekutia mafuta. Sasa tunaona Yesu ni Mungu hapo. Inasema kwa hiyo Mungu. Kwa hiyo Mungu. Sio Mungu Yesu. Soma rudia tena. Kwa hiyo Mungu. Mungu. Kwa hiyo Mungu. Mungu wako. Kuna Mungu ambaye ako na Mungu Mungu ana Mungu wake. Soma. Mungu ana Mungu wake kaka. Biblia tunasoma. Alafu goja kaka. Goja manake hakuna shida. Alafu huyo Mungu anatiwa nini? Mafuta. So Mungu alitiwa mafuta. Mungu wako. Kwa hivyo Mungu wako amekutia mafuta. Kuna Mungu ambaye Mungu wake amemtia mafuta. So goja, hakuna shida. Ali, acha tuende na akili yake. Ali, goja. Haina shida. Nataka nichukue swali lingine because unanikoroga. Haina shida. Nataka uniambie hivi. So goja. Acha some. Animtole mahali. Aya, karibu brother. Aya, karibu. Ngaji ndo wanatiana mafuta. Aya, sawa. Aya, kama Mungu anatiwa mafuta, aya tulia atiwe tu mafuta. Aya, karibu brother. Karibu brother. Yaani Mungu anatiwa mafuta. Yaani Mungu anamwagiliwa mafuta. Wanaomwagiliwa mafuta ni watumishi wa Mungu. Hala, kwani watu wanachanganyikuaje? Anayemwagiliwa mafuta ni mtumishi wa Mungu, sio Mungu. Yaani we Mungu unamumwagilia Mungu mafuta wewe? Tena unamwagilia mafuta ya taa ama petroli? Leo makubwa. Yaani Mungu anafanyiwa anointed. Yaani Mungu anamwagiliwa mafuta. Ajabu sana. Mimi nadhani wachungaji ndio wanamwagiliana mafuta. Kumbe walisoma wakajua Mungu mwenyewe kamwagiliwa mafuta. Akawa appointed, anointed. Unaitwa nani? Naitwa Regan. Ali, wajana huyo kidogo. Kwanza ameambiwa wale wanaponyesha aende pale kwanza apone, awache shida. Umesema wanakuita nani? Wanaita Regan. Regan. Swali gani ungekuwa nayo wa kutuuliza? Niko na swali moja. Unajua leo nimestuka kusikia Mungu anamwagiliwa mafuta. Nilikuwa nadhani manabii ndio wanakuwa anointed, wanaitwa Masihi. Kwa sababu Masihi ni mtu yote anayemwagiliwa mafuta. Leo nimesikia hata Mungu kumbe anamwagiliwa mafuta, sijui ni ya mafuta tama ni gani. Subhanallah. Mungu atuokoe na hiyo shiriki ya aina hiyo. Lete swali. Swali yangu ni nyinyi Waislamu sisi sasa ambao umetupata. Nimewapata leo. Lete vitu. Mkulangi nguruwe. Nguruwe hatuli. Na hiyo ni sheria yenye Wakristo ndio walipewa. Yaani Wakristo ndio walipewa sheria wasile nguruwe. Lakini Wakristo wanakula, Waislamu hawakuli. Walipewa hiyo. Lakini sasa sijui hadi nyinyi kwa Quran mmekubaliwa mkule nguruwe. So kwa Qur'ani tunakubaliwa tukule nguruwe, lakini hatuli nguruwe, lakini Wakristo walikatazwa, lakini Wakristo ndio wanakula nguruwe. Wakavamia nguruwe. Lakini sio wote ile. Ningependa usome Quran 2:143. 2:143. Atoa hiyo karatasi wala usiweke kwa mfuko. Toa ndio sasa, usirudishe. Ungeweka tu hivi ndio tuimalize. Sasa ukirudisha utakuwa ukichomoa, ungeweka tu para uwanja tumalize. Haya, mahali nasema Waislamu wanakula nguruwe. Thubutu, hebu isome tu.
Yeye amekuharimishieni mzoga tu na damu. Asante. Na nyama ya nguruwe. Na nyama ya nguruwe tumeharamishiwa. Endelea mbele. Na kilichotajiwa katika kuichinja kwa jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Na kilichotajiwa kwa kuchinjwa, yani mnyama amechinjwa bila kutajwa jina ya Mwenyezi Mungu. Bismillahi Allahu Akbar, haiko tajwa. Tupe vitu. Lakini aliyefikiwa na dharura, yoyote atakayefikiwa na dharura ya kula vitu hivi bila kutamani wala kupita kiasi, yeye hana dhambi. Wala kupita kiasi kumaanisha ukikula kidogo bila kupita kiasi ni sawa. Naambiwa ni dharura. Naambiwa dharura. Haina shida. Rudia asikie. Unajua hawa wanasoma, haina shida, iko sawa kabisa, isipokuwa munaruka mambo. Rudia asikie vizuri ni nini na lakini aliyefikiwa na dharura. Aliyefikiwa na dharura maanake ni emergency. Kwa mfano, umeenda umefungwa mahali, umewekwa exile, huna kitu ingine na imefika mwisho. Watu wanakunywa mpaka mkojo yao, na mkojo ni haramu, ni najisi, hufai kunywa. So imefika dharura, na dharura inaingia mpaka kwa wanadamu. Bibi yako akiwa na mimba, kutoa mimba katika Uislamu ni haramu, lakini daktari wakisema isipotolewa hii mimba huyu mke atakufa, basi inakuwa ni dharura, lazima isefiwe. Anatolewa ile mimba wakati ni haramu kuitoa. So dharura inavunja hukumu katika Uislamu. Inaitwa dharura, inaitwa emergency. Emergency, kuna gari inatembea, hata kwa gari ndio aliwacha tunampeleka upelepele aelewe. Kwa gari ukiangalia hapa nyuma inaandikangwa emergency door. Hauwezi kwenda kutokea hapo, utapelekwa kamiti, utafungwa. Hapo unatokeanga wakati gari imeanguka, kwa sababu hakuna namna nyingine. Hiyo inaitwa emergency. Sasa, so hii inaingia katika, inaitwa dharura. Katika Uislamu kuna kitu inaitwa dharura, wala hiyo haina hoja kwa mtu yeyote msomi, inaitwa emergency. Sasa emergency, tumeni kuna time unaweza kuwa Muislamu na kuna time unaweza kuwa Mkristo. Wewe ni Muislamu unabaki Muislamu, hiyo inaitwa dharura, ni emergency imetokea. Emergency ikitokea ndio kila kitu inafanyika. Na unahofia hiyo ni emergency imeingia. Na nimekupa mifano, mtoto anasemekana ni haramu kutoa mimba, lakini ikifika mahali madaktari wa determine na waseme asipotolewa mimba anakufa huyu mama na anakufa mtoto, anatolewa mimba. Kwani si inatokea hata hapa Kenya? Kenya pia kutoa mimba ni haramu, lakini madaktari wakienda waseme huyu asipotolewa hii mimba yeye anakufa na mtoto anakufa. Sasa mnasemaje? Mnasaini makaratasi tufanye operation tutoe mtoto to save mama, inafanyika Kenya yetu hii wakati ni haramu. Na sheria ya Kenya ukitoa mimba ujulikane unafaa kufungwa. Kwa hizo zinaitangwa emergency. Una habari na kitu inaitwa emergency? Gari saa hii kianguka unatokea mlango ya nyuma ukuta. Sasa yote maswali. Okay, ni sawa. Na swali lingine ni mbona nyinyi hamuamini Yesu ni mwana wa Mungu? Hatuamini Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu Mariamu hakuwa Mungu, na aliyezaa ni Mariamu, si Mungu. Mungu kazi yake ni kuumba. Lau tungepata andiko Mungu alibeba mimba akazaa, ingekuwa hoja nyingine, lakini aliyezaa ni Mariamu. Sasa vipi tunyang'anyane mtoto wa Mariamu tupatie Mungu? Tunajua ni kiumbe cha Mungu, lakini mtoto wa Mariamu, Mungu hazai, Mungu anaumba. So ni kiumbe chake. Ndio unaona tunakwambia Yesu si mtoto wa Mariamu, ni kiumbe cha Mungu. Ni mtoto wa Mariamu, kiumbe cha Mungu. Hebu nisome John 3:36. Yohana 3:36. 3:36. Hakuna shida. Hiyo karatasi usirudishe. Kaa nayo kwa mkono. Kaa nayo karatasi, tutatumia hivyo. Malize hiyo yote. Ukija kesho uandike ingine. 3:36. Yohana 3:36. Kijana mzuri, ni mapokeo tu amepewa na akapandwa magugu. Magugu lazima tuyang'oe. Magugu. Kapandwa magugu. Nayo mengi tu. Amwaminie mwana yuna uzima. Asante. Wa milele. Asiyemwamini mwana hata uona uzima. Asante. Bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Asante. Sasa sisi nyinyi wenye mnasema Yesu si mwana wa Mungu,
Hapa haijasema mwana wa Mungu, imesema asiyemwamini mwana. Yenye inaendelea hapo ni Yesu. Ukisoma hiyo nini yote from chapter 3 yote inaongelea Yesu. Haina shida. Yesu ni mwana wa Mariamu, tunamwamini. Tunaamini ni mwana. Hakuna Muislamu duniani haamini Yesu ni mwana. Akipatikana anafaa apigwe viboko. Waislamu wanaamini Yesu ni mwana wa Mariamu, na ndio tunamuita Isa ibn Maryam. Iko ndani ya Qur'ani, Yesu mwana wa Mariamu. Na wewe umetusomea Yohana 3:30, asiyemwamini mwana. Tunaamini Yesu ni mwana wa nani? Wa Mariamu, si wa Mungu. Wapi inasema wa Mungu? 3:36. Rudia iseme wa Mungu. 20:17 hapo John 2. 20 hiyo Yohana tu, hiyo John 20:17 mahali nasema ni mwana wa Mungu, tusomee. 20:17 anataka Yohana. Hiyo karatasi nimekwambia tutaimaliza. 20:17. Ndio amesema, si uko hapa? 20:17. Soma hiyo. Asante. Kusomea ile kitu anataka. Anataka 20:17. Haya. Au sema wewe hiyo andiko walikudanganya, hiyo 20 inaenda inaongea mambo 17. Wewe msomee. Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Jump to 30. Waende 30. Hiyo imekosea. Hijakosea hiyo pia. Shika break hapo. Basi kuna ishara nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Sasa unaona kuna vitu mingi sisi tunaamini Yesu ni mwana wa Mungu, lakini haikuandikwa. Sasa kama ni kitu haikuandikwa, hatuwezi amini sisi. Sisi tunataka ile kitu imeandikwa. Sasa kama hiyo haikuandikwa, lakini hii imeandikwa 6:3 Marko. Sasa kama haikuandikwa hiyo hatuwezi jadili, haikuandikwa. Sasa wewe ulijuaje na haikuandikwa? Huyo si yule seremala pana wa Mariamu. So imeandikwa ni mwana wa Mariamu, na ndio nikakwambia Muislamu pia naamini Yesu ni mwana wa Mariamu, na wewe ukatutolea Yohana 3:36. Lazima tuamini mwana, lakini mwana wa nani? Wa Mariamu. Kwa sababu Biblia inasema Yesu ni mwana wa Mariamu, na sisi Waislamu tunaamini Yesu mwana wa Mariamu. Lete karatasi, usiweke kwa mfuko. Hii karatasi toa. Tunamaliza hiyo karatasi. 17:3. Eti Yohana ngapi? 17:3. Mbona mna haraka? Si niko na huyu kwa jiko. Na usiondoke, nikimalizana na wewe unakuja. Sasa hatuwezi jibu wa nje na tujibu huyu. Wacheni kijana kwanza amalize. Kwanza ako na karatasi. Wewe una karatasi. Wewe amalize karatasi yake alafu wewe ukuje. Yohana 3:17 ama tuanze 16 ama 15? 17. Si unaona yeye anajielewa? Yeye hataki hiyo 16, anataka 17. Yohana 3:17. Msomee yenye anataka. Amerudi kwa Yohana tena. 3:17. 17:3. Nimesema 17. 17:3. Si unaona kaka anajua mambo yake? Yeye mnamdawi watu kwingine, yeye yako kwingine. Kusomea offhead baba. Muonyeshe kabisa 17:3. Hata ndio anakusomea offhead. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa usipomwamini Yesu waona kabisa. Hiyo mimi nakuunga mkono. Sisi Waislamu tunaamini Yesu ni mtume wa Mungu 100%. Ukipata Muislamu haamini Yesu mtume wa Mungu, huyo ataenda motoni, kwa sababu katika nguzo ya imani lazima kuamini manabii wote. Yesu tunaamini mtume wa Mungu, Musa mtume wa Mungu, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mtume wa Mungu. Wote mitume wa Mungu. Sasa swali lingine, toa karatasi. Nani aliandika Qur'an? Nani aliandika Qur'ani? Suratu Abasa 80:11. Yaani wewe ukiuliza vitu tunakupa. Uliza tu. Mwandishi wa Qur'an. Suratu Abasa 11 tupe vitu. Ukisikia 80 ndio hii 80 ndio hii 11 ndio hii. Inasema hivi. Si hivyo? Haki Qur'ani hii ni nasaha, mawaidha, basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka mwachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu, watukufu wacha Mungu. Qur'ani, Zaburi, Injili, Taurati ngoja zimeandikwa na zimehifadhiwa. Ni sawa. Kwa Biblia tunaona kuna Yeremia anaandika pale, Isaya anaandika pale, na hata hizo vitabu ziko na jina zao. Wapi hapa yenye sasa juu
ni binadamu ndiye aliandika hivi. Tumeambiwa ni malaika ndio original. Malaika wakati wameandika wamempatia nani? 26 199. Maswali 199. Nianzie hapo ama 192? 26 192. Malaika walipomaliza walimpa nani iko? Angalia hapa 26 192. Bila shaka hii Qur'ani ambayo unauliza habari zake, hii Qur'ani ni uteremsho wa Mola wa ulimwengu wote. Tupe vitu. Ameiteremsha haya muisha sheria muaminifu Jibrili juu ya moyo wako. Ameteremsha Qur'ani wakati walimaliza kuiandika, wameteremsha kwa moyo wa Bwana Mtume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ndio ameteremsha. Nataka uniambie please, mwenye aliandika jina yake huyo. Kuandika jina yake nani? Jina mwenye ameandika hii Qur'ani. Si nimekuonyesha ni malaika. Malaika? Ndio waliandika alafu akateremsha kwa kifua cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad akawa anawaamulisha sasa wale maswahaba wake waandike katika makaratasi sasa. Wanaambiwa andika kadha, lakini the original writer ni malaika wasaandika kitabu kimekamilika. That's why inakuja hivyo. Ilikuwa ina gani place walikuwa wameandika? Ilikuwa wameandika kama hii? Kabisa 100%. Na ndio unaona dunia mzima. Niko sure kwa sababu dunia mzima Qur'ani ni hii. Inaanza suratul Fatiha mpaka suratul Nas. Hauwezi pata Qur'ani nyingine. Sio kama Biblia. Biblia unapata ya 78, unapata ya 66, unapata ya 99. Kuna version tofauti. Version ziko tofauti. Qur'ani hakuna version tofauti, ni ile moja ambayo inasomwa Saudi Arabia, ndio inasomwa Kenya, ndio inasomwa Western, ndio inasomwa wapi? Ni ile Qur'ani moja. Basi sawa. Sasa si Mungu na hiyo karatasi imeisha? No, Mungu alitumia Muhammad aka insert watu wake wakaandika hiyo. Akawa instruct venye wataandika katika haya sasa makaratasi. Ni kama kukopi, yani kuileta sasa. Lakini the original writer malaika. So to mean God uses human agency ili afikie mwanadamu, si ndio? Anatumia human agency, anatumia man to reach men. Si ndio? Hiyo haina shida. Ngoja, sijajua tatizo yako iko wapi. Mungu anatumia wanadamu ambaye anawapatia cheo wanakuwa manabii. Mungu alipotaka wana wa Israeli kuwaleta nini, alitumia nabii Musa alayhi salam. Musa ni binadamu. So Mungu anatumia baadhi ya wanadamu, anawananyanyua cheo, wanakuwa ni manabii. Qur'ani 22:75. Sawa, sasa watulia kwanza, sikiza. Si umeitisha vitu? Unajua unataka kunichanganya. Sija kuchanganya. Mimi ni sakubaliana. Ngoja umalize dosi. 75. Alafu kakaangu akuje sasa. Manake ukaratasi imeisha. 22:75 inasema. Sikiza Mwenyezi Mungu huchagua. Sikiza, Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwao malaika. Ndio unasikia malaika Jibril alikuja kwa Mariamu, malaika Jibril amekuja kwa Muhammad. So malaika wanakuwa ni mitume, wanatumwa na Mungu. Tupe vitu. Na miongoni mwao binadamu, na anachagua mitume miongoni mwao wanadamu. Mnakuwa pale anachagua Musa, mnakuwa pale anachagua Yoshua, mnakuwa pale anachagua Ibrahimu, munakuwa pale anachagua Ismaili, munakuwa anachagua wanadamu mpaka Yesu akachaguliwa ni mwanadamu. Ni sawa. Ubaya unataka kunipea muda niongee mimi pia. Unaongea mingi sana. Sasa unajua unaruka dosi. Amwache muda yako. Sasa tumeona pale Angel Gabriel akapia tu Muhammad, si ndio? Akampea hii this Quran yenye venye mnabelieve hivyo. So to mean ili Quran ifike human beings, it has to pass a human being like us, but 100%. but God chose now Muhammad in your case, ndio? Yeah, to mean God can choose anybody, anaweza tumia anything, si ndio? So what is wrong if I say that God used human agency in the form of Jesus to present himself to us? Hiyo ndio sasa inakuja makosa makubwa. Kwa sababu ndio nakuleta hakuna shida. Hakuna Mungu kutumia yeye mwenyewe ati akuje in form of a man, hiyo nayo ingi Kutoka 9:14. Hiyo sasa hakuna hiyo.
Mungu anatumia wanadamu kupasa message kwa watu, lakini sio yeye ajilete mwenyewe. Alafu ati Mungu akuje, alafu yeye mwenyewe akufe kwa ajili ya kusamehe watu dhambi ambaye yeye ndio wao watu wamemkosea. Hivi wewe kwa mfano, ngoja kwa mfano, wewe si unawapenda watoto wako? Asante. Sasa unaonaje wewe hauna watoto? Asante. So wewe itakuwa ni ngumu. Tuseme mtu ako na watoto, wale watoto wamemkosea. Sawa? Sawa? Sasa watoto wakimkosea ule mtu amekosewa na watoto wake, ataenda ajiue ndio sababu awasamehe wale watoto, ama anawaita anawaambia, wanangu mmenikosea hapa lakini nimewasamehe. Unajua time dhambi ilikuwa imekuja, the penalty ilikuwa death. God said that if you eat the forbidden fruit, mtakufa. Dhambi ni nini? Ni kumkosea nani? Ni kumkosea Mungu. Na ana ruhusa ya kukusamea ama hawezi? Ako na ruhusa ya kukusamea bila yeye kuja kujiua. Kwa nini ajiue? Mbona akuje tena ajiue na ana ruhusa ya kukusamea? Umenikosea. Kwa sababu sisi as human beings tuko na weaknesses zetu, okay? You have your weakness, I have my weakness. So mpaka Mungu akakuja ajiue. In this weakness, for God to sustain us in our weakness, he had to come and die for us. Sasa Mungu alikuja na akakufa kwa ajili, yani Mungu aje akufe kwa ajili yetu. Yes. Because he's our creator. Na alikufa to make it good, akafa, then he also resurrected. Sasa Mungu alikuja na Mungu mwenyewe kafa, tena aliuawa na watu. Yes, aliuawa na watu. So Mungu aliuawa na binadamu aliowaumba. Yes. Unacheka. Unajua huyu ni Mkristo duniani. Biblically Jesus was killed by men. Yes. Huyu anatuambia Mungu katika Ukristo aliuawa na wanadamu. Yes. Na unajua wakati wa kukuwa teknolojia ya nuclear, so sasa hii akija apigwe nuclear moja asa kuisha. Atakwisha. Ashakuisha lakini akafufuka tena. Sasa hii ndio mentality ya Ukristo. Anasema ati Mungu alikuja, akauawa na viumbe aliowaumba. Kwanza utashika Mungu wapi ndio muue wewe? Mungu hapatikani na mauti. Kwanza wacha tumalize 9:14. Mungu akuja. Mambo ni ya Kutoka 9:14 anasema. Alafu kesho uje mapema na karatasi kubwa. Usije na karatasi ndogo. Manake wewe umetupa ajabu ati Mungu alikuja akauawa na viumbe aliowaumba. Kwa sababu ya upendo wake. Ati kwa sababu ya upendo wake. Yani na akakufa kwa ajili yetu. Na akachapwa. Mungu. Lakini ku make it good, he resurrected and went to heaven. Mungu mwenyewe kachapwa. Kwa imani sahihi. Mungu. 9:14 baba. Ninyi Wakristo mmepangwa mpaka ni imani yake hiyo. Ni imani yake. Hiyo ni imani yake, anaamini Mungu wake alikufa. Na tena huyo Mungu alafu Mungu huyo kazaliwa na Mariamu. Na ni Yesu huyo Na katahiri, si ndio? Akatahiriwa. Yaani Mungu alitahiri. So kuna wakati Mungu alikuwa hajatahiri. Alikuwa subhanallah. Haya, 9:14 nyingine itakuwa ni subhanallah. Hiyo nyingine itakuwa ni ukafiri. Kwani wakati huo, ngoja tusome aya, sababu hiyo nyingine itakuwa ni ukafiri. Mwache. Ni imani yake na kuongea ndio tunajua 9:14. Kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako. Asante. Na juu ya watumishi wako. Na juu ya watu wako. Juu ya watumishi wako. Na juu ya watu wako. Ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mwote. So Mungu anatuambia dunia mzima hakuna mfano wake. Iko Oso alitudanganya. Soma Genesis. Oso hii ametudanganya. Soma Genesis. Haya, kesho hakuna shida. So Mungu ametuambia hakuna mfano wake. Kaka anasema hii Mungu kadanganya. Anafanana. Sasa nitakuja kesho. Uje kesho mapema tunaenda kuswali. Lakini wewe nimeona kijana mzuri. Hadha, salamu alaykum wa rahmatullah.